الحمد لله الذي ألف قلوبنا بالإسلام والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninakuhusieni lakini pia kuhusia nafsi yangu kwanza katika jambo muhimu la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Ndugu Waislamu, hotuba yetu ya leo tutazungumzia al-ulfatul jamia, mapenzi safi yaliyokusanya au mapenzi yasiyobagua. Ndugu zangu, mapenzi ni katika kanuni ya kuitengeneza hali ya mwanadamu katika maisha yake. Falianna al-insana maqsudun bil adiyya, kwani hakika mwanadamu huwa ni mwenye kulengwa na kero na maudhi mbalimbali. Mahsudun bin ni'ma, lakini pia ni mwenye kuhusudiwa kwa sababu ya neema, iwe ya watoto, iwe ya mali, iwe ya ilmu wa halumma jarra. Fa idha lam yakun alifan ma'rufa, basi kama hakuwa ni mwenye kuzoea watu na akazoeleka na watu, takhattafatuhu aidi hasidin, itamnyakuwa mikono ya wale mahasidi. Anachotakikana mwanadamu kwanza awe ni mwenye kuzoea watu na vile vile azoeleke na wale watu. Asipofanya hivyo, takhattafatuhu aidi hasidin, itamnyakuwa ile mikono ya mahasidi wake. Watahakamat fihi ahwau aadihi, na yanajiimarisha matakwa ya wale maadui zake. Falam taslam lahu ni'matun, basi kwa hali hiyo haitabaki salama kwa yeye neema aliyoneemeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam tasfu lahu mudda, na wala muda kwake hautakuwa safi. Kwa sababu gani? Hazoei watu na wala watu hawamzoei yeye. Fa idha kana alifan maarufa, pindi akiwa huyo mtu ni mwenye kuzoea watu na yeye akazoewa, intasara bil ulfati, atapata nusura, atanusurika kwa sababu ya ile mapenzi ya kuzoea watu, ala aadi, juu ya wale maadui zake. Wamtanaa min hasidi, na vile vile atapata ngao kutokana na wale mahasidi wake. Fasalimat ni'matuhu minhum, itasalimika neema yake kutokana na wao. Wasafat muddatuhu anhum, na muda wake utakuwa safi kwa wao hao watu. Wa in kana safu zamani usra, ingawa zama huwa zinakuwa sio safi sana na zinakuwa mzito. Kila zama huwa haziwi safi zote, zinakuwa mzito.
wasilmuhu khatara, na kusalimika kwake kutakuwa ni hatari. Lakini dawa yake huyu mtu kwanza awe arifan maarufa, ni mwenye kuzoea watu na watu ni wenye kumzoea yeye. Ndugu zangu, waqad rawa Ibn Jurayj an Ata, hakika amepokea Ibn Jurayj kutoka kwa Ata rahimahullah, Mwenyezi Mungu arhamu, an Jabir, kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie, an nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kwamba yeye Mtume amesema, almu'minu, muumini aliyokamilika, alifun, ni mwenye kuzoea watu, maarufun, na yeye amezoeleka na watu, yani watu wamemzoea. Mufassiruna wanasema alifu na lam iliyoko katika hadithi hii al-mu'minu, kwa maana muumini aliyokamilika, ndio maana alifu na lam. Muumini aliyokuwa kamili, alifun, kwanza ni mwenye kuzoea watu, maalufun, na watu pia wamemzoea. Mtume akasema, wala khaira fi man la yaalifu wala yughlafu, hapana kheri kwa yule ambaye hazoei watu na wala watu hawamzoei. Wa khairun nas, na bora ya watu, yani mtu aliyekuwa bora katika watu, anfa'uhum linnas, ni yule mwenye manufaa zaidi kwa watu, yani uwepo wake huyo mtu wananufaika, uwepo wake wananufaika, na kama hakuwepo kasafiri, na mara matatizo mbalimbali, watu huwa wanasemezana, huyu bwana yuko wapi, mbona haonekani? Akifariki ndio kabisa hutajwa vile inavyotakikana wanayotajwa watu wema. Mtume anasema, wa khairun nas anfa'uhum linnas, na bora ya watu ni yule ambaye ana manufaa zaidi kwa watu. Nini mantiki ya hadithi hii? Ndugu yangu, usiwe katika haya maisha uzoei watu, sio hivyo, lazima uwazoe watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusudia uwazoe Waislamu wenzako tu na wengine wasiokuwa Waislamu, ili maisha yaende na watu pia wakuzoee. Isiwe kuto kuwepo kwako ni kama haupo kabisa, yaani watu wasikitike kama haupo, kwa sababu ya manufaa wanayonufaika na wewe, kwa elimu uliyokuwa nayo, kwa mali uliyokuwa nayo, na mambo mengine wanufaike watu. Na manufaa yaanze katika familia yako, watu katika familia wanufaike na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia. Hadithi hii ipo katika daraja ya hasan, rawahu Tabarani fi al-Awsat wal Qudai fi Musnad al-Shihab wa hasanahu al-Albani fi Sahih al-Jami'. Ni hadithi ambayo haina shaka katika wapokezi wa hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake ni mazito na yanapaswa kufanyiwa kazi. Tunarudia tena, al-mu'minu, muumini aliyokamilika. Mtume anasema alifun, ni mwenye kuzoea watu, maalufun, na amezoewa na watu. Wala khaira, sikilize Mtume, wala khaira, na hapana kheri, fi man la yalifu wala yulafu, kwa yule ambaye hazoi watu na wala watu hawamzoei. Na tukisema watu, unaanzia nyumbani, isiwe unaingia watoto wanajibanza, wanajificha kama ameingia simba, wakuzoee watoto, akuzoee mke au wake, familia yako ikuzoee, waone wajisikie raha unapofika, wasijisikie kama huyu bwana keshafika tena hapa, hakuna kuzungumza, hakuna kukohoa. Hapana,
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia hivyo. Khalafu akamalizia wa khairun nas anfa'uhum linnas, na bora ya watu ni yule ambaye mwenye manufaa wao zaidi kwa watu. Ndugu zangu katika imani, waruya ani nabii sallallahu alaihi wasallam, na imepokewa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kwamba Mtume anasema inna Allah ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anaridhia kwenu mambo matatu na anayachukia kwenu mambo matatu. Mtume akasema yarda lakum, anaridhia kwenu an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a, mumwabudu na msimshirikishe na chochote. Jambo la kwanza ambalo Allah anaridhia. Wa an ta'tasimu bihablihi jami'an wala tatafarraqu, na mshikamane kwenye kamba yake, kwa maana dini yake, wala msifarikiane, wala msifarikiane. Kila mtu afuate dhehebu ambalo analikubali na kuliamini, lakini tafarruq isipatikane. Ikhtilafu zipo, lakini Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wanakataza sana tafarruq. Ikhtilaf ni maoni na rai, mtu akiwa dhehebu hili, akiwa dhehebu hili, Allah kauli yenu ni moja tu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo jambo la pili analoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an ta'tasimu bihablihi jami'an wala tatafarraqu, na mshikamane kwenye kamba yake, kwa maana dini yote, wala msifarikiane. Jambo la tatu mtume akasema wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, na mumpe nasaha yule ambaye Mwenyezi Mungu amemtawalisha jambo lenu, kiongozi wa dini, mumpe nasaha akipotoka, sio kumsema sema pembeni, kumuita kwamba bwana wewe ni kiongozi wetu, wewe ni imamu wetu, wewe ni shekhi wetu, wewe ni hivi, mwenendo unaokwenda sivyo hivi hivi, bwana tusamehe, bwana tukupa nasaha kwa sababu wewe ndio dira yetu. Ndivyo inavyotakikana. Wa antunasihu man wallahu Allah amrakum, na mumpe nasaha yule ambaye Mwenyezi Mungu amemtawalisha jambo lenu. Hayo ni mambo matatu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia kutoka kwenye kinywa kitukufu cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuyasikilize anayoyachukia Mwenyezi Mungu. Mtume anasema yakrahu lakum qila wa qala. Jambo la kwanza anakarahika Mwenyezi Mungu qila wa qala, pamesemwa akasema hivi. Waswahili wa pwani wanasema ndio mbao au umbea. Mtu hana uhakika na maneno, basi bwana nimesikia tu bwana sema kwamba fulani anafanya hivi, fulani bwana una ushahidi? Mimi nimesikia tu. Nimesikia wapi? Mtume anasema Mwenyezi Mungu jambo hilo analichukia, qila wa qala. Jambo la pili, wa kathratu sual, wingi wa kuomba sana, hata kama unacho. Wako watu wana tabia, baadhi ya watu wachache tu kuweka 500, bwana sina nauli niongezee, akiongezewa anaweka pale, anabakisha 500. Kuomba sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu jambo hilo analichukia, na mufassiruna wakasema vile inaingia kuuliza sana, jambo ambalo halina manufaa katika dini. Mtu analiuliza, shekhe, hebu nisubiri kwanza, hivi ile fimbo ya Musa mtu wako unaitwaje? Wewe inakusaidia nini hilo? Kanzu ile ya Sayyidina Yusuf, Mtume Yusuf kanzu yake kitambara kilitolewa wapi? Utawaza kwenye hujui, sharti za huo huzijui, unauliza majambo ambayo hayana maana. Wakathratu sual, wingi wa kuuliza. Mufassiru wakasema na wingi wa kuomba. Neno hili linakwenda huku na huku, kuuliza mambo hayana manufaa. Simamishe mtu muulize jambo lenye manufaa. Halafu jambo la tatu, wa idha'atul mal, kupoteza mali ovyo bila manufaa. Unaacha kutoka katika khairati mali yako,
unakwenda kuwapa watu tu, wanatumia ndugu zako wana njaa, ndugu zako wanayumba kimaisha, lakini akitokea mtu mjanja, bwana kuna mradi huu tufanye hivi, lete milioni 20, unatoa. Bwana mbona kupiga simu unashaka bwana, tayari ushapoteza mali. Huna uhakika na mtu huyo, mali inapotea, hali ngumu, jamaa zako wanapata shida, wangidhaatul mali na kupoteza mali. Sehemu nyingine kupoteza mali katika mambo ya lahu. Baada ya kununulia watu jambo la maana, unanunua karata, unanunua keram, unanunua bao, unanunua pool, unanunua hivi ili watu wapate kumbao. Wangidhaatul mali, kupoteza mali. Mambo matatu haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu anayachukia. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii imepokelewa na ikathibitishwa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Ayuha al-muslimun, wa kullu dhalika haqqun minhu sallallahu alaihi wasallam. Yote hayo ni mahimizo kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala al-ulfa, juu ya mapenzi. Uwe na mapenzi na ndugu zako katika familia, uwe na mapenzi na Waislamu wenzako, uwe na mapenzi na watu unaishi nao, wawe si Waislamu, uwe na mapenzi nao. Urudi kule, wa khairun nas anfa'uhum linnas, yani kuto kuwepo kwako watu wasikitike. Lakini kama hauko ndio hauko kabisa, ndugu yangu, hebu rekebisha hiyo tabia. Wal arab taqul, Waarabu wanasema hivi, man qalla dhalla, mtu yoyote mwenye watu wachache, yani hazoei watu wanamwogopa, ana watu wachache, 3 4, dhalla, anadhalilika. Hupatikana siku kana njaa, kwa sababu wale waliozoea wachache tayari wana majambo yao, wengine hujazoea ndio wana jambo la kupa wewe hujazoea. Waarabu wanasema hivi, man qalla dhalla, mwenye kuwa na watu wachache huwa anadhalilika. Inampata shida, kaanguka pale au na majambo fulani, gari imeharibika, wa kusukuma hayupo, kila akiangalia watu wanachana nayo, kila ukimwangalia na huyo mwachana naye bwana, kwanza hasalimii watu, kwanza anaweka hasira katika uso wake, huyo hata ukimsalimia anaitikia kwa dharau, achana naye. Dhalla, anadhalilika. Napeleka wewe mwenyewe katika mifano ambayo unaishi nayo katika jamii. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu katika imani, hotuba yetu leo kichwa chake cha habari al-ulfatul jamia, mapenzi yaliyokusanya, mapenzi yasiyokuwa na ubaguzi. Ndiyo mada yetu ya leo. Mwisho wa hotuba yetu hii ya pili, tutajiunga na mabwana wakubwa, washairi wenye maneno ya busara. Mmoja, Qais ibn Asim. Huyu Qais ibn Asim anatupa mashairi ya kuonyesha umoja. Anasema, innal qidaha idha jitama'na, hakika miti ya mishale pindi
inapokusanywa pamoja, miti ya mishale inapokusanywa pamoja au inapokusanyika pamoja, faramaha, akataka mtu miti hiyo bilkasri, kuivunja, dhu halaqin, mwenye nguvu, wa batshi aidi, na mwenye nguvu ya mikono. Halaq ni nguvu, lakini nguvu yenyewe ya hasira. Yani ile miti ya mishale inapokusanyika pamoja, akataka yule mtu mwenye hasira na mwenye nguvu ya mikono kuivunja. Bwana mkubwa huyo anasema hivi, azzat, miti ile huwa na nguvu, falam tuksar, haitavunjwa. Wa in hiya budilat, lakini ikitawanywa, falwahnu wataksiru lilmutabaddidi, basi udhaifu na kuvunjika itapatwa ile miti iliyojitenga. Nini maana ya maneno haya? Huyu bwana mkubwa, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tuna kawaida ya kuparagana humu kwa sababu ya madhehebu, kwa sababu ya hivi. Ndugu zangu, hayo hayasaidii. Mtu dhehebu lake mwache alipo. Kama wewe ulipeni kulingania katika lako, ili tuwe kitu kimoja. Na ndio maana maadui wanapata njia ya kutumaliza Waislamu, kwa sababu hatuko katika ulfa, hatuko katika mapenzi, tumetawanyika. Wacha kumtukana mtu katika dhehebu lake, wacha kumtia motoni mtu katika dhehebu lake. Hebu mweleweshe, kama wewe ni dai, mweleweshe, bwana fuata hivi, fuata hivi, ndio muono wangu. Asema naam, nitafuata, lakini mbona muono wangu unakwenda hivi na hivi? Tusidharauliane katika majambo haya madogo madogo, tukavunja Uislamu wetu. Na ndio maana bwana mkubwa huyo akatoa mifano. Wewe miti ya mishale wewe, basi toka katika mishale, chukua vijiti tu ya kurekuni, funga mzigo, halafu kwa mwenye nguvu uivunje. Huwezi kuvunja. Ile inafananisha ni kwamba ni umoja, ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tengano ni udhaifu. Wacha kumtukana mtu katika dini. Usimkufurishe mtu, usimpeleke mtu motoni. Wewe moto wako unampeleka mtu motoni vipi? Unamkufurisha mtu wakati ana imani. Kafiri, khurafi. Mada? Kwa nini? Tunavunja umoja. Wanadamu maisha yake yanakwenda na mwongozo wa Allah na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kapata mwongozo huu, madhehebu haya, mwache ndugu yako, kaa katika Uislamu. Kaa katika Uislamu wako, na yeye ni Muislamu, usimkufurishe. Maneno ya mwisho, bwana mkubwa mmoja naye katika kuzungumzia yule mtu ambaye anazoea watu na watu wanamzoea, na Mtume akasema mbora wa watu ni yule mwenye manufaa wao zaidi. Sasa bwana mkubwa huyo akasema hivi, anaitwa Mahmudul Waraq rahimahullah, al-mautu ba'da al-mauti hudutha, mtu baada ya kufa ni mazungumzo, ni simulizi. Yafna wa tabqa minhu atharuhu, kwanza anamalizika, lakini huyu akiishi vizuri zinabaki zile athari zake. Bwana, tumeondokewa na mtu mmoja hapo bwana, subhanallah. Huyo kwanza ilikuwa kipindi cha swala msikitini, utamkuta nikaa anasubiria swala, na vile vile akiwa nacho bwana, alhamdulillah. Wanadamu akifa hudutha, ni mazungumzo, kusimuliwa. Wa yafna, anamalizika na kuisha, yeye mwenyewe kishazikwa, lakini watabqa atharuhu, athari zake zinabaki. Fa ahsanu alhalati halu mri'in, hali yenye uzuri zaidi katika hali zote ni hali ya mtu tatibu baada al-mauti akhbaruhu, habari zake zinakuwa nzuri, zinapendeza baada ya kufa kwake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa na hali hii, atujalie kuungana, atujalie kuwa na mapenzi, atujalie kuwazoea watu na watu watuzoee sisi. Mwenyezi Mungu tunakuomba tusamehe madhambi yetu. Mwenyezi Mungu tunakuomba wasamehe wazazi wetu na ndugu zetu wote wa Kiislamu waliotangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe mvua za kheri birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صفوفكم أقيموا واعتدلوا. تسمسوا تسمسوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.